Ilikuwa majira ya baridi kali katika jimbo la Minnesota. Baridi ilikuwa imetanda barabarani, upepo mkali ukivuma kati ya majengo marefu ya jiji la Nepal. Lakini baridi haikuwa hewani tu, kulikuwa na baridi ya hofu mioyoni mwa maelfu ya wahamiaji waliokuwa wakiishi katika jiji hilo. Kwa wiki kadhaa, Nepal haikuwa jiji la kawaida. Magari ya maafisa wa shirikisho yalionekana kila kona. Watu walizungumza kwa sauti za chini chini, familia zilianza kuishi kwa tahadhari zaidi. Serikali ya Trump, ambayo tangu mwanzo imekuwa na msimamo mkali kuhusu uhamiaji, iliamua kuongeza nguvu zaidi katika miji mikubwa. Sababu kubwa ilikuwa operesheni ya kuwakamata wahamiaji wasio na vibali iliyoidhinishwa moja kwa moja na serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump. Serikali ya Trump, ambayo tangu mwanzo imekuwa na misimamo mikali kuhusu uhamiaji, iliamua kuongeza nguvu katika miji mikubwa inayodhaniwa kuwa na idadi kubwa ya wahamiaji wasio na vibali. Minipal ilikuwa miongoni mwa miji hiyo. Kwa mtazamo wa ikulu ya White House, huu ulikuwa ni utekelezaji wa sheria ya usalama wa taifa na kuheshimu mipaka. Lakini kwa wakazi wa Minipal, hasa wahamiaji, huu ulikuwa ni uoga, msako na maisha ya kuishi kwa hofu. Watoto wengine waliacha kwenda shule, wazazi waliogopa kufungua milango yao, watu waliogopa hata kwenda kazini na hospitali. Kulikuwa na ripoti za watu kukamatwa ghafla, familia kutengana, jamii nzima kuishi kana kwamba iko chini ya uvamizi. Hali hii ilianza kuzua hasira miongoni mwa viongozi wa jiji na hata jimbo. Meya wa Minipal na gavana wa Minnesota hawakukaa kimya kwenye hili. Walisema wazi, hii operation ni kali kupita kiasi, inahatarisha raia, inachochea hofu, inavunja imani kati ya jamii na serikali. Lakini ikulu ya White House mwanzoni haikujali sana. Trump aliendelea kusisitiza kwamba sheria lazima itekelezwe. Kisha baada ya hapo likatokea tukio ambalo lilibadilisha kabisa mwelekeo. Wakati operesheni moja ya kukamata wahamiaji, kulitokea vurugu, risasi zikapigwa, raia wakapoteza maisha. Habari hizi zilienea kwa kasi sana kwenye runinga, mitandaoni na hata mtaani. Minipal ikalipuka kwa maandamano, maswali na hasira. Watu wakauliza, je, operesheni hii bado ni ya uhamiaji au imegeuka kuwa tishio kwa maisha ya raia? Sasa haikuwa tena sauti ya Minipal peke yake. Wanasiasa wa kitaifa, wanaharakati wa haki za binadamu na hata baadhi ya wabunge wa chama cha Trump walianza kuhoji, je, nguvu hizi ni nyingi kupita kiasi? Je, maafisa walifuata utaratibu? Na je, serikali inapaswa kuendelea hivi? Vyombo vya habari vilianza kuuliza maswali magumu, shinikizo likaanza kumpanda Trump kisiasa. Katika haya yote, hii leo tamko linatoka Rais wa Marekani Donald Trump. Anasema atapunguza makali ya kampeni yake dhidi ya wahamiaji wasio na vibali kwenye mji wa Minipal. Haya ameyasema ikiwa ni siku 3 baada ya maafisa uhamiaji kumpiga risasi na kumuua raia mwingine wakati wakisaka wale wanaoshukiwa kutokuwa na vibali. Akizungumza na kituo cha television cha Fox News, Trump amesema pia anataka uchunguzi wa wazi ufanyike kuhusiana na mauaji hayo ya muuguzi Alex Pratt aliyekuwa na umri wa miaka 37. Mauaji ya Pratt, ambaye ni mtu wa pili kupoteza maisha kwa kupigwa risasi na maafisa uhamiaji, yamezusha hasira, kuchochea maandamano pamoja na ukosoaji mkubwa, ikiwemo kutoka kwa marais wa zamani Bill Clinton na Barack Obama. Kufuatia msako huo, Trump tayari ametangaza kuondolewa kwa aliyekuwa kiongozi wa operation ya kuwasaka wahamiaji kwenye mji wa Minipal, na hapo jana walimtuma mkuu wa ulinzi wa mipaka ya nchi hiyo kwenda kwenye mji huo kutuliza hasira ya umma.